Mwaka 2020 wakati tunaomba kura, tulifika kuzungumza na wajasiriamali. Nikawauliza hasa mnachotaka ni nini kutoka serikalini endapo tutashinda. Wakanambia mambo matatu wakati huo. La kwanza ilikuwa wanataka mazingira mazuri ya kufanyia biashara zao kwa sababu wengi walikuwa katika mazingira mabaya. La pili wakanambia wapate mafunzo basi kwa kile wanachokifanya wafundishwe ili wakifanye vyema. Na la tatu wakanambia wapate mitaji isiyokuwa na riba ili waweze kukuza biashara zao. Nikawaambia tukishinda tutayatekeleza hayo. Na leo nimesimama mbele yenu kutoa maelezo ya wapi tulipo katika mambo haya. Hili la kwanza la mazingira mazuri ya kufanyia biashara. Tumejitahidi kujenga masoko makubwa na madogo. Tumejenga masoko makubwa kama la Mwanakwerekwe, la Jumbi, la Chuini. Tunaendelea karibu Mombasa tutafungua soko jingine. Na nishakwenda Kibanda Mahita, nishawaambia mchoro na fedha zipo. Baada ya kumaliza tu uchaguzi tutaanza Kibanda Mahita. Lakini hayo ni makubwa, yapo na madogo katika halmashauri zetu. Lengo letu ni kufanya mazingira ya kufanya biashara yawe mazuri. Wako wazungumzaji leo hapa walosema tatizo lao ni maeneo ya kufanya biashara. Tunatambua kwamba bado kuna uhaba wa maeneo ya kufanya biashara. Na hiyo ndio kazi ya awamu inayokuja sasa. Tutahakikisha tunatengeneza maeneo mengi zaidi ili kila mmoja wetu apate maeneo ya kufanya biashara yake zaidi kuliko ilivyo sasa. Kwa mfano, tumeamua mamlaka ya Mji Mkongwe kwa mfano, wamesema watakuwa wanatoa eneo lile pale Forodhani katika siku maalumu kwa mwezi ili wajasiriamali wafanye shughuli zao. Lakini hivyo hivyo kwa maeneo ya Darajani na kwa maeneo mengine ambao wamepanga masuala ya Sunday market kama ilivyosemwa hapa. Mimi ninachoweza kukuhakikishieni ni kwamba tutajipanga vizuri zaidi. Ndugu zangu, uko mradi mmoja unaitwa Big Z. Mradi ule unatakiwa hii barabara hii ya kutoka hapa roundabout ya Kariakoo mpaka kwenye mataa ya Kiswandui pale. Hii barabara yote iwe maduka madupu kulia na kushoto. Tutajipanga vizuri, tutatengeneza maeneo mazuri ili wajasiriamali mpate maeneo ya kutosha ya kufanya biashara zenu. Lakini wakati huo huo tusiweke tu mradi biashara popote, hapana. Mimi mmoja katika watu ambao siafiki biashara kufanyika popote. Lazima kuwe kuna utaratibu, lazima kuwe kuna maeneo rasmi, lazima kuwe kuna maeneo yamepangwa, lazima hata vile vibanda vya kufanyia biashara vitengenezwe kisasa ili nao mji upendeze. Hilo ni moja kati ya dhamira zangu. Tukirudi madarakani tutahakikisha tunakujengeni mazingira mazuri zaidi ya kufanya biashara zenu. La pili ni la mafunzo. ZAEA, hii taasisi yetu ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, pamoja na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wanawake na Watoto, tunawataka waendelee kutoa mafunzo kabla ya kutoa fedha. Unapotoa fedha bila mafunzo zinaweza zikapotea. Kwa hiyo nataka nichukue ushauri uliotolewa leo hapa kwamba kumbe vile wako mabingwa wa wajasiriamali miongoni mwenu. Serikali isikilize zaidi. Tutapata mawazo, tutafanya mambo ambayo yatakaa vizuri zaidi, kwa sababu mimi naamini kwamba ndani ya wajasiriamali wako wanaojua nini cha kufanya. Tatizo lao hawana mitaji, hawana nafasi ya kufika kwa viongozi kama mimi. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba nitatoa maelekezo maalum kwamba watafutwe na wasikilizwe wajasiriamali wanaoweza kuishauri serikali jinsi ya kuondoa changamoto zinazowakabili wajasiriamali. La tatu ni swala la mitaji. Ndugu zangu, niseme mambo mawili. Serikali katika kipindi hiki tulitenga bilioni 60 kutoka serikalini
na bilioni 39 tulichukua benki ya CRDB. Bilioni 96 jumla yake hiyo, mategemeo yetu ilikuwa tuzisambaze kwa wajasiriamali wa ngazi mbalimbali. Kuna wadogo, kuna na wakati. Bahati mbaya sana, urasimu ulikuwa mwingi. Matokeo yake wale wadogo kabisa, wale wanaohitaji 100,000, 200,000, 300,000, wanaouza vitumbua na maandazi, ule utaratibu uliwashinda. Matokeo yake ni kwamba hawakupata, kwa sababu mtu unauza maandazi unahitaji 200,000, 300,000, unaambiwa kwanza usajili kampuni au uwe kwenye umoja fulani usajiliwe, halafu ukafungue akaunti. Hayo tumeyasikia, lakini nataka nikuelezeni kwamba serikali itaendelea kuweka mafungu makubwa ya kukopesha watu bila ya riba kama tulivyofanya kipindi kilichopita. Lakini safari hii tutaufanya kwa utaratibu mzuri zaidi. Tutaufanya kwa utaratibu wa kutambua nani anaweza kusajiliwa na nani hahitaji kusajiliwa. Anatakiwa afatwe kule alipo, kama akina mama waliozungumza wale. Mtu ana biashara ya supu tu, unamtaka kasajili na afungue akaunti. Haiwezekani. Tutawafikia kwa mitaji hiyo midogo midogo, mitaji ya mpaka 300,000 mpaka 5,000, tutawafikia walipo ili tuwape mitaji hiyo. Lakini wale wafanya biashara wakati ambao tayari wana usajili, ambao tayari wana bank account, tutahakikisha wanapata mikopo. Mama mmoja amesema yeye kapata, anauliza wenzake, je, tutafika huko? Tutawafikia wote. Na hata yule mama aliyezungumza kuhusu ile cheki ambayo mpaka leo hawajalipwa, mmechelewa tu, mngenitafuta siku nyingi ningekuwa nishakumalizieni tatizo lenu. TCB walitupa uhakika na tukapiga na picha, umenionyesha hapo. Kama hawawezi kulipa wao, hata mimi nitalipa, lakini lazima mpate pesa zenu. Kwa hivyo tutaendelea kutenga mafungu ya kuwawezesha. Sasa hivi tuna fedha za aina 3. Tuna fedha za serikali kuu, tuna fedha ambazo zinatoka kwa wafadhili, lakini vile vile tutakuwa na fedha zinazotoka kwenye hizi taasisi zetu hizi kama ZAEA na wengine. Kwa hiyo lengo letu, na hata serikali kuu, tutawezesha kukopa fedha zaidi kwa taasisi zetu ili tuweze kuwafikia wajasiriamali wengi zaidi. Ahadi yangu kwenu ni kwamba eneo hili la mitaji tutaliweka vizuri zaidi, tutalirasimisha vizuri zaidi. Natambua urasimu uliokuwepo kipindi kilichopita. Kwa hiyo tutaliweka vizuri zaidi ili mfikiwe kwa urahisi kuliko ilivyokuwa. Eneo jingine ni masoko. Mara nyingi nikienda katika maonyesho ya wafanya biashara wajasiriamali, huwa ninauliza, hivi vitu mnavyovifanya hapa, masoko mnayo? Si mara nyingi huwa napata majibu kwamba masoko yapo. Wengi huwa wanasema masoko bado changamoto. Kwa hiyo tutaweka utaratibu wa kutafutiwa masoko wajasiriamali. Mimi nataka nikubaliane na mama huyu aliyezungumzia swala la kwamba hoteli hapa Unguja ziko zaidi ya 600, lakini bado sabuni zinaagizwa kutoka nje. Serikali ikae na hawa wawekezaji katika mahoteli, tutengeneze utaratibu maalum wa kuwawezesha wajasiriamali wa ndani kwa kuwapa masoko katika hoteli hizo. Kitakachotakiwa na wale ni jambo moja, viwango. Lazima bidhaa ziwe na viwango. Na ndio maana tuna ZBS, na ndio maana tuna ZFDA. Lengo letu ni kwamba tuwawezeshe wajasiriamali wa ndani waweze kufikia viwango ili wauze katika mahoteli yale. Hili tutalifanya kwa nguvu zote, lakini lazima wajue kwamba tunaposema utalii kwa wote, maana yake wao wanufaike, lakini na wananchi wa Zanzibar wanufaike kwa kupata masoko katika hizo hoteli.
Tutaendelea kutafuta masoko ya bidhaa za mwani, walio wengi hapa wanajishughulisha. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.